Haya, tunaweza tukapiga maslogan tu hapa mkashangilia mkatoka, lakini mkitoka mmetoka watupu. Tunawapa elimu na maarifa. Kwa hiyo unachosema ulitegemea wanasheria wakuu wa nchi mbili washirikishwe, lakini leo hakuna shaka, wote wamethibitisha kwamba katika kuandaa mkataba wa muungano mwanasheria mkuu wa Zanzibar hakushirikishwa. Kwa hakika alilazimishwa ende likizo Wolfgang Dorado, na badala yake mwanasheria mkuu wa Tanganyika akiitwa Roland Brown, Mwingereza. Mnaona niliwaambia ya maslahi kukutana pamoja. Mpaka mwaka 64 mwanasheria mkuu wa Tanganyika alikuwa Mwingereza, Roland Brown. Yeye ndiye ambaye alipewa kazi ya siri na Nyerere kumwandalia rasimu ya mkataba wa muungano. Sasa nyie nchi mbili mnaungana, lazima maslahi ya nchi zote mbili yazingatiwe, yalindwe. Vipi mmoja anawakilishwa na mwanasheria mkuu wake na ndio anaitengeneza waraka wa muungano, mwingine anaambiwa mwanasheria mkuu wake ende likizo? Lakini wacha hilo, baada ya shafanywa yote na mkataba uliotengenezwa na upande mmoja ambao umeielemea mno Zanzibar, hayo atakuja kuelezea hali ilivyo sasa mwenyekiti. Lakini hata vile ulivyo, moja katika masharti ya mkataba wenyewe yalisema kwamba lazima ili mkataba uwe halali, na kwa hivyo muungano uwe halali, lazima mkataba ule uridhiwe na bunge la Tanganyika na bunge la Zanzibar. Na bunge la Zanzibar kwa wakati ule lilikuwa ni Baraza la Mapinduzi. Baada ya mapinduzi, chombo cha kutunga sheria Zanzibar kilikuwa kimesimamishwa kwa Baraza la Mapinduzi, likawa ndio chombo cha kutunga sheria cha Zanzibar. Sasa kuna ushahidi wote wa kihistoria, wala hauna shaka kwamba bunge la Tanganyika tarehe 25 Aprili 1964 lilikutana likaridhia mkataba wa muungano. Lakini kuna ushahidi wote kwamba tangu tarehe 22 Aprili 64 mkataba uliposainiwa mpaka hii leo tarehe 26 Aprili 2025, Baraza la Mapinduzi la Zanzibar au chombo cha kutunga sheria cha Zanzibar baada hapo halijawahi kukutana kuridhia mkataba wa muungano. Kwa hivyo kwa mujibu wa masharti ya mkataba wenyewe wa muungano, Zanzibar haikuridhia mkataba ule.